tusalimiane kwa kupungiana mikono. Haleluya. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kipekee aliyenipa nafasi hii kusimama tena kwenye madhabahu hii ili niweze kuzungumza na wewe ndugu yangu mpendwa. Na namshukuru Mungu kwa ajili ya baba yangu Bishop Anthony Sekelo pia kunipa nafasi hii kuweza kusimama kwa ajili ya kutetea kusudi la Mungu. Natambua uwepo wenu, tambua kuwa wewe ni wa pekee mbele za Mungu. Awali ya yote tumshukuru Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakuja mbele zako mtakatifu tukijinyenyekeza kwako Jehova, kwa kuwa ni wewe peke yako uliyejaa uweza na nguvu. Ni wewe peke yako Bwana uliye mkamilifu na mwaminifu. Tunakuinua, tunakubariki Jehova. Tunakaribia kwenye kiti chako cha rehema. Tunaomba toba Bwana. Tunaomba utuhurumie watoto wako. Tumeenda kinyume na sheria zako. Tumeenda kinyume na maagizo yako. Baba, tunaomba uturehemu. Hatukuenda sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba mtakatifu uachilie toba, ututakase. Kila moja aliyeingia mahali hapa, damu yako ya thamani imiminike juu yake, imsafishe na kuondoa makosa yote na hatia zote zilizoelekezwa mbele yake zikafutwe kwa damu yako ya thamani. Baba, tunauliza toba. Baba, tunauliza rehema mbele zako Bwana, maana imeandikwa, ni nani atakayesimama katika mlima wangu? Ni nani atakayepanda mahali pangu patakatifu? Bali ni yule mwenye moyo mweupe na mikono safi. Bali ni yule ambaye hakuinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Mtakatifu, tunakusihi tuhurumie watoto wako. Tunaomba rehema Bwana, ututakase Mfalme, utupe connection baina yetu na wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, ninainua ibada hii na ileta mkononi mwako mtakatifu, hata nitakapoenda kunena na watu wako Baba, ukafungue masikio yao ya ndani, kile ambacho umekusudia kifike kwao mtakatifu kikawafikie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa kuwa ni Mungu unasikia. Asante mtakatifu kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante Baba kwa kuwa unajibu kwa moto, kwa machache ama kwa mengi. Ninaomba hata nikikuamini. Watu wote tuseme amen. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Neno letu la leo, kichwa cha somo ni nguvu ya kuambatana. Nguvu ya kuambatana na madhabahu. Nguvu ya kuambatana na yeye aitwaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye madhabahu hii aitwaye ni nani? Ni baba yetu Bishop Anthony Sekelo. Kwenye nguvu ya kuambatana kuna matokeo mengi ambayo yanaweza kutokea kwako utakapoambatana. Ukisema mimi naambatana na hii madhabahu, nashikamana na hii madhabahu, nitakuwa sambamba na hii madhabahu, muujiza lazima utendeke kwako, maajabu lazima yatokee kwako. Kwa issue ni kuambatana. Tukiangalia mababa zetu wa zamani walitambua nguvu ya kuambatana na madhabahu. Kwa wewe ambaye umekuja mara ya kwanza, umekuja sehemu sahihi. Issue ili yatokee matokeo chanya kwenye maisha yako ni kuambatana. Na wewe mwana wa Mungu ambaye upo hapa siku zote, jizatiti, mshike Mungu wa madhabahu hii. Mshike mtumishi wa Mungu kweli kweli. Shikamana naye. Tukisoma katika kitabu cha Rutu sura ya kwanza, taenda kusoma. Enyi wanangu, mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini, kama ningepata mume hata usiku huu,
na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia msiwe na waume wengine? La sivyo, wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapaza sauti zao wakalia. Tena Orpa akambusu mkwewe, lakini Ruthu akaambatana naye. Naye Ruthu akasema, usinisii nikuache nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe utakapokaa watu wako watakuwa ni watu wangu, na Mungu wako atakuwa ni Mungu wangu. Na pale utakapokufa nitakufa na mimi, na hapo utakapozikwa nami nitazikwa. Bwana anitende hivyo na kuzidi, ila kufa tu kitanitenga na wewe. Mstari wa 18 Biblia inasema, basi alipomwona kuwa amekaza nia yake ya kufuatana naye, aliacha kusema naye. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona hawa wanawake wawili ambao walifiwa na waume zao. Lakini baada ya kufiwa na waume zao, yule mama yao mkwe naye alikuwa amefiwa na nani? Na mumewe. Kwa hiyo ilikuwa haiwezekani kabisa yeye kupata nini? Kupata mtoto mwingine. Na hata kama angepata, amepata katika hali ya uzee. Wale wajane wasingeweza kufanya nini? Kusubiri. Lakini yule mama aliwaambia wale wakweze, kwa kuwa waume zenu wamekufa, enendeni mkakae na jamii zenu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wanawake wakahuzunika sana, wakalia. Hapa Biblia inasema kwamba mmoja wao ambaye ni Ruthu aliamua kung'ang'ana bila kujali nini. Hapa tunaona mama ameeleza sababu kwamba haiwezekani tena mimi kupata mume ndio aje kuwa mume wako. Haiwezekani mimi kufanya kitu chochote ambacho kinaweza kukuridhisha wewe, kwa sababu umri wangu umeenda na mkono wa Bwana umeondoka juu yangu. Lakini Ruthu aling'ang'ana kwa sababu alikuwa na jicho la tai. Biblia inasema kwamba alipoambatana naye, alipoelekea huko ambako walikuwa naenda na mamake mkwe, alipata kibali kwa Boaz. Baada ya kupata kile kibali, wakati ameenda kuvuna, wanavuna wajakazi wa Boaz, wakamwambia Boaz, akamwambia wafanyakazi wake, huyu ambaye yuko hapa na ukota masazo ni nani? Wakasema ni mtu aliyetoka na Naomi kule nchi ya Moabu. Boaz akawaambia kwamba msivune yote, mwacheni naye apate kitu. Akapata nini? Kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Ili tuweze kuwa na kibali, tujifunze kuambatana. Wana wa Mungu, tuache roho ya mazoea. Tuache kuzoelea madhabahu. Tumuone Mungu mpya kama tulivyokuja siku ya kwanza. Siku ya kwanza tulikuwa tunawiwa ndani. Kama mimi hapa nilikuwa nakaa pale, nilikuwa natamani nikae pale ili nikimuona mzee Opako akienda hivi nifuatane naye macho, akienda hivi nimfuate kwa macho. Nilikuwa sitamani nikae hata kule nyuma. Ile hali ile ambayo tulikuwa nayo mwanzo, tunatakiwa tuwe nayo sasa. Tuko hivi tulivyo kwa sababu tumeleta roho ya mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema tuambatane, tujifunze kuambatana. Tunamwona huyu aliambatana. Baada ya kuambatana, matokeo chanya yalitokea kwake. Alipata kibali kwa Boazi na familia ya mkombozi ilitokea kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ilikuwa haionekani katika hali ya kawaida kwamba inawezekana akaenda kule akapata mume kutoka kwenye ile familia na akazaa. Ilikuwa haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yeye alikuwa na imani na aliamua kuambatana. Kwa hivyo ili tuweze kuona matokeo chanya, tuweze kuona miujiza kwenye maisha yetu, tuweze kuona tunapanda ngazi hadi ngazi, siri iko kwenye kuambatana. Shikamana na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza maneno ya mtumishi wa Mungu anayetueleza tuyafuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema ratiba za ibada ni Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Fuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ondoa excuse. Bwana Yesu asifiwe sana.
ili uone matokeo chanya. Ona vitu ambavyo havipo kwako kana kwamba vipo. Amini, shikamana naye. Na uzuri wake kwenye madhabahu hii, sisi tumemwona Mungu, tumeona uzirisho wa Mungu, tumeona ishara, tumeona miujiza, tumeona viwete wakiachia magongo yao wanasimama, tumeona watu wenye magonjwa sugu yanakauka. Tunashindwa wapi watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapaswa kuambatana. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo pia tunamwona hapo, tunamwona Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Yakobo katika hali zote aliambatana na Mungu, alishikamana na Mungu, alimuomba Mungu kwamba Mungu, utakaponitendea, anavyoenda kule kwa wakwe zake, utakaponitendea, utakaponibariki, wewe Mungu utakuwa Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alivyoenda kule, Biblia inatuambia alivyoenda kule alirudi na mali, alirudi na ng'ombe, alirudi na kondoo, alirudi na vitu na watoto. Akarudi pale pale ambapo alikutana na Mungu kwenda kutoa nini? Sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Alipofika ile sehemu, Biblia inasema kwamba alishindana na mtu kwa kupigana mieleka mpaka alfajiri. Haleluya. Haleluya kanisa. Alishindana na mtu mpaka alfajiri. Biblia inatuambia kwamba yule mtu akamwambia, niachie. Akamwambia, sikuachii mpaka unibariki. Ni nini? Aling'ang'ana. Ni nini? Alishikamana. Akasema siondoki. Hali kadhalika mwana wa Mungu, hata wewe upasi kuondoka, upasi kukatishwa tamaa kwa namna yoyote ile. Unapaswa kuandamana. Mimi nakwambia ukweli, kuzunguka kwenda kule, kwenda Yerusalemu, kwenda Samaria kutafuta muujiza sio solution. Solution ni kumshika Mungu, kushika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Haleluya. Si kama utakapoambatana changamoto hazitokei. Sio kama utakaposhikamana na madhabahu kuna mambo magumu ambayo hayatatokea kwako. Yatatokea. Tukiona kwa Yakobo, alipata mambo mengi magumu. Alipoenda kwa Labani akaajiriwa pale afanye kazi, Biblia inasema kwamba alibadilishwa mshahara mara kadhaa. Ni jambo gumu kwake. Aliwekewa masharti kwamba atalipwa kutokana na nini? Atalipwa kutokana na zile kondoo ambazo zenye mabaka. Kwake ilikuwa ni ngumu kupata kitu kama wewe umefuga ng'ombe, umefuga kondoo, wote hawana mabaka. Alafu anakuambia wewe malipo yako, wakitokea kondoo wenye mabaka, wakitokea ng'ombe wenye mabaka, hayo ndio atakuwa malipo yako. Ilikuwa ni ngumu sana kwake. Alienda kuoa, alibadilishiwa mke. Ilikuwa ni changamoto ngumu kwake, lakini bado haikumtoa kwenye reli. Aliendelea kushikamana na Mungu, aliendelea kuambatana na Mungu, aliendelea kumng'ang'ania Mungu, aliendelea kuishika madhabahu mahali ambapo Mungu alimtokea. Hali kadhalika mwana wa Mungu ambaye uko hapa, usipoteze muda wako. Ambatana na madhabahu, ambatana na yeye aliyeitwa. Mungu amempa mzigo wa kulipeleka ili tuweze kufikia zile ahadi za Mungu. Na ili uweze kufikia zile ahadi Mungu alizotuahidia, ni kuambatana naye, ni kushikamana naye. Hakika tutauona mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Haleluya. Sio kama kuambatana, kama nilivyosema mwanzo, hauwezi kupata changamoto. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 10, Biblia inasema kwamba aliinuka Farao asiyemtambua Yusufu, akasema, na tuwatende watu hawa kwa nini? Kwa hakiri, maana watakapoongezeka watatupiga. Hali kadhalika sisi hapa, yamkini unatamani kuambatana, lakini ameinuka Ibilisi,
anatutenda kwa nini? Kwa akili. Kwa sababu utakapoambatana, kaka yangu, utakuwa na kiwanda. Utakaposhikamana sawa sawa, ukafuata maagizo ya Mungu, ukasikiliza mafundisho ya bishop na ukayaishi, hautakuwa katika hali ya kawaida. Lazima utatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ukishikamana naye tu, chochote ambacho unakitaka katika ulimwengu wa roho kitapatikana kwako. Hivyo basi, mwana wa Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu, unapaswa kuambatana na ili uweze kuona mkono wa Mungu. Maambatano ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tukaombe, tumwambie Mungu atusaidie, maana si kwa kawaida, sisi hatuwezi wenyewe. Atusaidie tuweze kuona, tushikamane na mtumishi wa Mungu. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunasema asante mtakatifu, mtakatifu kwa neno lako ambalo umeliachilia mchana wa leo. Tunakuinua Baba, tunakubariki Mungu mwenye enzi yote. Tunasema asante mtakatifu kwa kuwa umetufundisha kuambatana. Baba, tunaomba neema yako tuweze kuambatana na madhabahu. Tunaomba neema yako mtakatifu tuweze kushikamana na mtumishi wa Mungu aliyeitwa kwa ajili ya hii madhabahu. Tunaomba neema yako mfalme, kila ambacho kinatamkwa kwenye madhabahu kikawe ni sehemu ya maisha yetu. Kila matamko anayotamka mtumishi wako ikawe ni sehemu ya maisha yetu. Baba, tunaomba neema, utuondolee roho ya mazoea, utuondolee roho ya kuzoelea ibada, ya kuzoelea mtumishi wa Mungu. Baba, tunaomba neema yako Bwana ya kushikamana. Tusaidie watoto wako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunasimama kinyume na kila hila zote za mwovu ibilisi ambazo zinainuka ili kututenda mabaya. Tusiweze kushikamana na mtumishi wako, tusiweze kushikamana na madhabahu. Baba, tunakusihi katika jina la Yesu, ukasimame mwenyewe Bwana, ukasimame mwenyewe mtakatifu, ukaachilie neema kubwa ya kuweza kushikamana na madhabahu. Baba, kusiwepo chochote kinachozuia wala kupinga, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa kuwa ni Mungu unayesikia na unajibu. Baba, asante kwa neema ambayo umeachilia mchana wa leo. Asante mtakatifu kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwaminifu. Kwa machache Baba tunaomba hata tukikuamini. Amen.